Sawa. Kwa hiyo unapaswa kuwa umetoka sehemu ya 6 ya mfululizo huu. Video hizi ni sehemu ya mfululizo wa mada na zinapaswa kutazamwa kuanzia mwanzo kwa mpangilio ili uweze kuelewa kile kinachowasilishwa. Kwa hiyo tafadhali, kama hujatazama sehemu ya 1, tafadhali simamisha video hii na anza tena kutoka mwanzo ili kuelewa vizuri mada hii. Katika sehemu ya 6 nilitoa historia nyingi kuhusu kile kilichotokea katika karne ya kwanza wakati imani ya kweli iliyotolewa na mitume ilipoanza kukua. Taarifa hiyo ilikuwa muhimu ili uweze kuelewa kilichowapata Wayahudi na kilichowapata mitume. Sasa, unaona kinachotokea baada ya hapo kwa wengi ni kwamba wanakuruka kutoka kwenye historia hiyo ya mitume kuuawa na mara moja wanarukia kwa Konstantini na Baraza la Nikaya, na ambapo Ukristo ukawa dini ya Roma. Lakini katika miaka yangu ya kufanya hivi, nimegundua kuwa hii haitoi uelewa wa kutosha kwa yeyote anayejaribu kuelewa ni wapi mambo yalienda vibaya, kwa sababu watu bado watasema kwamba Ukristo bado ni wa kweli. Ni kwamba tu Konstantin alichanganya na kufanya Ukatoliki au chochote wanachotaka kusema. Bado wanabishana kuhusu uhalali wa Ukristo kwa sababu ya baba wa kanisa la awali. Lakini ukiweza kuelewa kweli kilichotokea tangu wakati mitume walipokufa, basi hizi sababu watu wanazotoa hazina uzito wowote. Hivyo tutashughulikia mwanzo halisi ambapo Ukristo ulianza. Ili kufanya hivi, hebu tuelewe mambo fulani na tuzungumzie watu wa mataifa. Sasa, kulikuwa na madhehebu ya Wayahudi ambao waziwazi waliamini katika Yahushua, na wao pia waliitwa Wakristo. Waliitwa hivyo na umati wa watu ambao hawakuwakubali, lakini hii ni kwa sababu tu ya kuweka lebo. Hili ndilo tatizo kubwa la kuweka lebo. Hata kama huamini katika mambo yale yale, ni rahisi kwa watu kukutambulisha tu kama unaamini kitu kile kile, hata kama wewe ni tofauti kabisa. Kama vile siamini katika mafundisho mengi kutoka kwa kambi za Waisraeli wa Kiebrania, lakini kwa sababu najua urithi wetu, watu, haijalishi ni nini, wataniunganisha na makundi haya. Ni kitu kile kile. Yote ni kuhusu lebo. Lakini kwa kusema hivyo, sitashughulika na waumini wa Yahudi katika Yahusha kwa wakati huu. Kwa sababu wakati fulani Ukristo ulipojengwa, ushawishi wao ulitoweka. Hiyo ndiyo sehemu ya kwanza. Na kanisa kuu la Ukristo limejengwa juu ya mgongo wa mataifa. Kwa hivyo ndivyo nitakavyozingatia. Kwa hivyo, hebu tuelewe jinsi Ukristo ulivyoanza. Ni wazi walikuwa watu wa mataifa wa Roma ambao walikuwa wanaanza kumwamini Masihi wa Wayahudi. Walisikia habari za mtu huyu kufufuka kutoka kwa wafu na kuahidi thawabu kwa wote watakaomwamini. Walisikia kuhusu miujiza yake, wakaanza kumwamini. Sawa, ndiyo, tumeelewa hiyo. Lakini kuna kitu ambacho kimepuuzwa sana kutoka kwa hili. Jambo la kwanza nitakalolileta ambalo nafikiri lazima lieleweke ni kwamba jina la Wakristo halikuanza tu kwa sababu ya imani kwa Yahusha ambaye walimuita Yesu. Kulikuwa na watu waliokuwa wanaitwa Wakristo kabla imani kwa Yesu haijajulikana Roma. Tayari kulikuwa na kundi la watu huko Roma linalojulikana kama Kristianos. Sasa, ninapozungumzia hili, nataka kuweka wazi kwamba nitakuwa natumia jina Yesu. Kwa sababu utakachoona ni kwamba Roma ilipochukua imani hii, walimfanya Masihi mpya kabisa. Walikubali kile ambacho Wayahudi walikuwa wakizungumzia, lakini kisha wakachukua utambulisho mpya kabisa wa Masihi huyo. Na kwa hivyo, huyu ndiye nitakayemzungumzia, kwa sababu hailingani na Yahushua wa maandiko. Lakini hiyo ni mada nyingine. Nataka tu uelewe hilo unapoanza kunisikia sema Yesu. Kabla, imani kwa Yesu ilikuwa ndani ya chumba. Tayari kulikuwa na ibada ya kipagani. Waliabudu mungu wa Kigiriki na Kimisri aitwaye Serapis. Hii ni historia yake kutoka ensiklopedia ya historia ya dunia. Wanasema hivi kumhusu Serapis. Serapis ni mungu wa Kigiriki na Kimisri wa kipindi cha Waptolemayo 323 hadi 30 KK wa Misri, aliyeanzishwa na mfalme Ptolemy Sota kama sehemu ya maono yake ya kuunganisha raia wake wa Kimisri na Kigiriki. Utamaduni wa Serapis baadaye ulienea kote katika dola ya Roma hadi ulipopigwa marufuku kwa amri ya Theodosius wa kwanza. Ili tu uelewe muda, hii ilikuwa takriban nusu karne baada ya Roma kufanya Ukristo kuwa dini yao. Tuendelee kusoma. Serapis anatajwa kama mungu Alexander Mkuu aliyeitwa wakati wa kifo chake mwaka wa 323 kabla ya Kristo.
Lakini kama mungu huyo Serapis ni sawa na Serapis imepingwa, kwani inadhaniwa zaidi kama Serapis alikuwa mungu wa Babeli. Serapis alikuwa mchanganyiko wa miungu ya Misri, Osiris na Apes, pamoja na mungu wa Kigiriki Zeus na wengine, ili kuunda mungu mjumuisho ambaye angekubaliana na jamii ya kitamaduni ambayo Ptolemy kwanza aliiwazia Misri. Serapis alichukua nguvu za mabadiliko za Osiris na Apes ambazo tayari zilikuwa zimeunganishwa kupitia ibada ya Osirapes iliyowaunganisha wawili hao pamoja na mamlaka ya mbinguni ya Zeus. Kwa hiyo alieleweka kama bwana wa wote kutoka ulimwengu wa chini hadi kwenye eneo la miungu angani. Ibada ya Serapis ilisambaa kutoka Misri hadi Ugiriki na ilikuwa miongoni mwa maarufu zaidi huko Roma kufikia karne ya kwanza baada ya Kristo. Huu ndo wakati huo huo Ukristo ulikuwa unasambazwa. Hii ndiyo ibada maarufu zaidi wakati wa Yahushua. Ibada hii iliendelea kuwa nguvu kubwa ya kidini hadi karne ya 4 baada ya Kristo. Wakati Ukristo ulipopata nguvu zaidi, Kaisari wa Roma Theodosius wa kwanza alipiga marufuku ibada hiyo katika amri zake za mwaka 389 hadi 391, na kituo cha ibada ya Serapis huko Alexandria kiliharibiwa na Wakristo mwaka 391 au 392 BK, na hivyo kukomesha kabisa ibada ya mungu huyo. Tuendelee. Kutoka Roma, ibada hiyo ilienea kote katika milki ya Roma hadi kaskazini mwa Uingereza, ambapo ushahidi wa ibada ya Mungu ulikuwa umepatikana. London na York na kote Afrika Kaskazini hadi Sabratha na miji ya jirani. Vilevile Asia Ndogo, hasa huko Efeso, kwani alihusishwa na maisha ya baada ya kifo na mabadiliko. Serapis alijulikana kama mkombozi, Mungu na mwokozi aliyewapa waumini uzima wa milele. Mawasiliano wakati wa utawala wa Hadrian 117 hadi 138 BK yanaonekana kuchanganya marejeo ya Serapis na yale ya Masiha mpya Yesu Kristo. Kwa hiyo tuwe wazi kwamba kulikuwa na ibada ambayo ilijulikana. Kwa kweli ilikuwa ndio maarufu zaidi Roma wakati Ukristo ulipoanza kuenea. Tutaenda kwenye barua hii kutoka kwa Kaisari Hadrian na atatupa muktadha zaidi hapa. Hii ni barua kutoka karne ya pili kutoka kwa mfalme Hadrian kwenda kwa Servianus iliyoandikwa mwaka 134 BC. Barua hii inapatikana katika kitabu Astoria Augustus juzuu ya 3 kurasa 399 hadi 406. Hapa kuna donjo. Kutoka kwa Hadrian Augustus kwa Servianus banozi, salamu. Nchi ya Misri ambayo umekuwa ukinisifia, rafiki yangu mpendwa Silvanus, nimeikuta kuwa ni ya watu wasio na msimamo, wasiotulia na wanaopeperushwa na kila uvumi. Huko wale wanaoabudu Serapis kwa kweli ni Wakristo, na wale wanaojiita maaskofu wa Kristo kwa kweli ni wafuasi wa Serapis. Hakuna kiongozi wa sunagogi la Wayahudi wala Msamaria wala kasisi Mkristo ambaye si mtabiri wa nyota, mtabiri wa mambo yajayo au mpakaji mafuta. Hata patriaki mwenyewe anapokuja Misri analazimishwa na baadhi yao kuabudu Serapis na wengine kuabudu Kristo. Wao ni watu wa fitina sana, wadanganyifu sana na wenye tabia ya kudhuru, lakini mji wao ni wenye mafanikio, tajiri na wenye rutuba, na humo hakuna mtu mzembe. Wengine ni wapulizaji wa glasi, wengine watengenezaji wa karatasi, wote angalau ni wafumaji wa kitani au wanaonekana kuwa na ufundi fulani au mwingine. Viwete wana shughuli zao, mashoga wana zao, vipofu wana zao, na hata wale ambao mikono yao imepata ulemavu hawakai bila kazi. Mungu wao pekee ni pesa, na hili Wakristo, Wayahudi na kwa kweli mataifa yote wanaliabudu. Na laiti mji huu ungekuwa na tabia bora zaidi, kwani kwa kweli unastahili kwa sababu ya utajiri wake na kwa sababu ya ukubwa wake kushikilia nafasi kuu katika Misri yote. Nilikubali kila neema. Nilirejeshea ibada zake zote za kale na kuipatia mpya. Zaidi ya hayo, hata watu wakanishukuru nilipokuwapo kati yao. Kisha mara tu nilipoondoka, ndipo aliposema, walisema mambo mengi dhidi ya mwanangu Verus, na kuhusu yale waliosema juu ya Antinous naamini tayari umejua. Naweza tu kuwatakia waendelee kula kuku wao ambao wanafuga kwa namna ambayo naona aibu hata kuelezea.
Ninakutumia vikombe kadhaa vinavyobadilika rangi na kuwa na mchanganyiko wa rangi. Vilipewa mimi na kuhani wa hekalu, na sasa nimevitoa rasmi kwa ajili yako na dada yangu. Ningependa utumie hivyo kwenye karamu siku za sherehe. Lakini hakikisha kwamba mpendo wetu Africanus hatumii hivyo vikombe kupita kiasi. Sawa, hii ni barua inayojulikana na imeandikwa vizuri. Ninachotaka ujue ni kwamba kuna taarifa nyingi sana kuhusu huyu mungu Serapis. Na inapaswa kutambuliwa kwamba inapozungumziwa leo kuhusu barua hii, kama vile chanzo kutoka World History Encyclopedia kinavyosema, wanasema kwamba anachanganya hili na Yesu Kristo. Sitaki kwenda kwa undani sana kuhusu hili. Kile ninachosisitiza ni kwamba watu wengi hawajui chochote kuhusu ibada za kipagani za Roma na miungu walioabudu. Lakini walikuwa wanaabudu miungu wa uongo, na huyu mungu Serapis, ambaye ni mchanganyiko wa ibada za kipagani za Misri na Ugiriki, alikuwa na dhehebu kubwa sana wakati huu ambapo Injili ilikuwa inapokelewa Roma. Na kulikuwa na wengine pia. Tayari walikuwa wanachukuliwa kuwa ni Wakristo na Warumi kwa sababu waliamini katika huyu aliyepakwa mafuta kama vile Serapis. Ndiyo hasa sababu utamaduni wa Waebrania ulikuwa umejitenga kila wakati, kwa sababu unapojishikamanisha na utamaduni wa Kiebrania hakuna mkanganyiko. Lakini hawa watu wa mataifa hawakuletwa ndani wakiwa na heshima hiyo kwa Yah, kama vile Yashorel walivyokuwa nayo au walivyopaswa kuwa nayo. Lakini sikiliza, ukweli kwamba kuna maneno machache sana kuhusu ibada ya Serapis na mkanganyiko na Kristianos wakati huo unapaswa kuzingatiwa katika uelewa wako. Ni kama vile watu wanaficha kitu fulani. Lakini hiyo si hoja yangu kuu. Kuna mengi zaidi ya kushirikisha. Kwa sababu hii, hata sio ushawishi mkubwa uliosababisha imani kwa yule aliyepakwa mafuta ambaye waliita Yesu. Ninaleta hili kwa sababu kulikuwa na watu waliokuwa tayari wanaitwa Wakristo kabla ya Injili ya kweli kuanza kusambazwa Roma. Kwa hiyo, kujiita Mkristo, hilo si jina halisi wala cheo ambacho Baba yetu amewapa watu wake. Nimesema tu ili liwe wazi. Jambo linalofuata ambalo lazima lizingatiwe kuhusu kipindi hicho ni kama Walumi wa wakati huo nao walikuwa wanamsubiri Masia aje, na jibu rahisi ni hapana, si kwa namna ile ile ambayo Waebrania walikuwa wanasubiri. Lakini haipaswi kusahaulika kwamba wapagani hawa waliathiriwa na falsafa za Kigiriki, na hii falsafa ya Kigiriki ndio sehemu kubwa iliyosababisha kukubalika na kuaminiwa kwa Yesu huko Roma. Na hoja hii, kama ilivyo hoja kuhusu Serapis, hoja hii kubwa hapa inapuuzwa kabisa katika fikra za wale wanaofuata Ukristo, na haipaswi kuwa hivyo. Kwa hiyo, jambo la kwanza la kuelewa kuhusu utamaduni huu ni kwamba ingawa ni kweli hawa walikuwa Warumi, lazima tuelewe kwamba falsafa ya Kigiriki ndiyo msingi wa falsafa ya Kirumi. Hakuna falsafa ya Kirumi bila Wagiriki. Kwa hivyo hii hapa kuna kauli kuu. Utagundua kwamba msingi wa Ukristo haujajengwa juu ya msingi wa Waebrania, bali msingi wa falsafa ya Kigiriki. Kwa hivyo, tafadhali zingatia kwamba njia takatifu ambayo Yahua alimwongoza Yashore kupitia haikuwa utamaduni wa Ukristo uliochukuliwa. Ndiyo maana wale wanaotetea Ukristo wanatetea kukubaliwa kwa jina lake na sherehe za kipagani na tabia zingine zote za kitamaduni zinazotokana na Wagiriki. Ni kwa sababu Ukristo umejengwa juu ya utamaduni na falsafa ya Wagiriki na si Waebrania. Unaelewa hilo? Sasa subiri, nitathibitisha. Kwa hivyo elewa hili kwa sababu ni muhimu. Je, unaelewa jinsi tunavyoamini katika Yahusha kama utimilifu wa unabii wa kimasihi kutoka kwa manabii kama Yeremia, Isaya na Ezekieli? Sasa, wakati Ukristo ulikubaliwa na watu wa mataifa, unadhani mwanzoni wote walijali kuhusu manabii wa Kiebrania? Hapana, nataka utafakari hili kwa umakini. Kwa kweli, unadhani kwamba watu waliokuwa wanaamini ukuu wa Roma waliamini kile kilichotokea kwa taifa hili dogo la Wayahudi? Hebu tuangalie kwa mtazamo wa kisasa wa leo. Tuchukulie Marekani kwa sababu inachukuliwa kuwa kama Roma. Wamarekani wanaamini kwamba wao ndio nchi kubwa na yenye nguvu zaidi duniani.
Je, unafikiri kwamba ikiwa ingeambiwa kwamba nabii alifanya miujiza katika taifa hili dogo la, tuseme, Namibia barani Afrika, je, unafikiri kwamba watu wa Amerika wataacha imani yao kwa Yesu na kufuata imani ya Wanamibia kwa sababu tu ya miujiza waliosikia? Hapana kabisa. Njia pekee waliofanya hivyo ni isipokuwa wangeweza kuilinganisha na kile walichokuwa tayari wakiamini. Na unafikiri kwamba sasa wangezoea utamaduni wa Wanibambia hawa? La hasha. Wangechukua imani hiyo na kuiunganisha na wao wenyewe. Wangechukua utamaduni. Hii inaitwa umiliki wa kitamaduni. Na kama itabidi nieleze kwamba hivi ndivyo wakoloni hawa walivyofanya kwa karne nyingi, basi unahitaji kweli kutafiti historia zaidi ya ulimwengu huu. Lakini Marekani, katika dunia hii ya kisasa, watu hawa wanaoamini wako katika taifa kubwa zaidi duniani, kwa kweli ni sawa kabisa na Roma ya miaka 2000 iliyopita. Sasa sikiliza hili. Basi imani juu ya huyu Masia wa Kiebrania ilipoanza kuaminiwa, waliichukuliaje? Je, sasa walikuwa na heshima moja kwa moja kwa Mungu wa Waebrania? Yaani, fikiria hili kwa umakini. Bila shaka kulikuwa na baadhi waliamini. Bila shaka watu kama Kornelio ambao Petro aliwaleta katika imani, hakika. Lakini wengi wa mataifa hawakumkubali Yahusha kwa sababu ya maandishi ya manabii wa Kiebrania. Hapana kabisa, lakini walimkubali kwa sababu ya falsafa yao ya Kigiriki ambayo tayari ilikuwa inajulikana. Kwa hivyo elewa mtiririko katika uongozi. Imani ya kweli ilipowasilishwa na kusambazwa, iliwafikia watu wengi kama imani ya Wayahudi, kama Paulo anavyosema katika Matendo. Lakini hili nakiri kwako kwamba kwa mujibu wa njia wanayoita dhehebu, hivyo ndivyo ninavyomwabudu Elohimu wa baba zangu, nikiamini mambo yote yaliyoandikwa katika Torati na katika manabii. Matendo sura ya 24 mstari wa 14. Alisema kwa mujibu wa njia wanayoita dhehebu. Hakusema kwa mujibu wa Ukristo. Alisema kwa mujibu wa njia. Na hii ilikuwa dhehebu la Wayahudi ilipoletwa duniani. Lakini sasa hebu tufuate mtiririko huu. Ilipofika wakati ambapo watu wa mataifa walikubali imani hii, hasa Warumi ambao baadaye wakawa mababa wa kwanza wa kanisa la Kikristo, imani hii haikuwa tena imani ya Waebrania. Tena wakati imani hii ilikuwa inasambaa na Wayahudi wenyewe walianza kuwatesa wale waliokuwa wanaifuata njia hii, Paulo mwenyewe alisema kwamba angepeleka Injili kwa watu wa mataifa. Na hii ilikuwa moja ya sababu kuu kwa nini alichukiwa na Wayahudi na kukataliwa na wengi. Sasa wapo wengi wanaomkataa Paulo kama mtume na kusema kwamba yeye ndiye aliyeanzisha Ukristo. Wanamkataa, na kwa sababu mimi simkatai, basi na mimi hunikataa. Unajua, hili ni swala gumu sana na sitaki kulichambua kwa undani. Msimamo wangu ni kwamba ninategemea tu neno kama lilivyotolewa kwetu. Na siamini kwamba Paulo alikuwa adui, bali zaidi naamini alitumiwa na watu wa mataifa kwa njia isiyo sahihi kabisa. Watu hunikataa kwa msimamo huu na hunisema vibaya, lakini nafikiri kumkataa Paulo ni kupitiliza kiasi. Lakini hilo ni suala jingine, labda ni zito mno kwa mjadala huu. Kwa hiyo hebu nirudi kwenye mada. Kila ninachojaribu kusema ni kwamba imani kwa Masihi ilikuwa inasambazwa kwa watu wa mataifa, na moja ya sababu kwa nini Warumi wa mataifa walianza kuikubali haikuwa kwa sababu waliwakubali Waebrania, bali ni kutokana na falsafa yao ya Kigiriki ambayo tayari walikuwa wanaijua. Hebu tuingie kwenye simulizi la Paulo ili niweze kukuthibitishia hili. Tutaenda kwenye Matendo sura ya 17. Sasa Paulo alipokuwa akisubiri wenzake Athene, roho yake ilichochewa ndani yake alipoona kwamba mji ule umejaa sanamu. Kwa hiyo akajadiliana katika sinagogi na Wayahudi pamoja na waabudu wa mataifa, na pia sokoni kila siku na wale waliokuwepo hapo wakati huo. Kisha baadhi ya wanafalsafa wa Kikureta na wa Kistoiki wakakutana naye, na baadhi yao wakasema, msemaji huyu anataka kusema nini? Wengine wakasema, anaonekana kuwa mtangazaji wa miungu ya kigeni kwa sababu aliwahubiria kuhusu Yahusha na ufufuo. Wakamchukua na kumpeleka kwenye Areopago wakisema, je, twaweza kujua mafundisho haya mapya unayoyasema? Maana unaleta mambo ya ajabu masikioni mwetu. Kwa hiyo tunataka kujua maana ya mambo haya. Kwa maana waatendini wote na wageni waliokuwapo hapo walitumia muda wao kwa jambo moja tu, ama kusimulia au kusikia jambo jipya.
Ndipo Paulo akasimama katikati ya Areopago na kusema, wanaume wa Athene, naona kwamba katika mambo yote ninyi ni watu wa dini sana. Maana nilipokuwa napita na kutafakari vitu mnavyoabudu, nilikuta hata madhabahu yenye maandishi haya, kwa Mungu asiyefahamika. Kwa hiyo yule mnayemwabudu bila kumjua, huyo ndiye ninayewatangazia, Yahuwa aliyeumba dunia na vyote vilivyomo. Kwa kuwa yeye ni Bwana wa mbingu na dunia, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa kuwa yeye ndiye anayewapa wote uzima, pumzi na vitu vyote, naye ametokana na damu moja kila taifa la watu wakae juu ya uso wa dunia, na ameweka nyakati zao zilizopangwa kabla na mipaka ya makao yao, ili wamtafute Adon kwa tumaini kwamba wataweza kumgusa na kumpata, ingawa hayuko mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake tunaishi, tunatembea na kuwa na uhai wetu, kama vile baadhi ya washairi wenu pia wamesema, kwa maana sisi pia ni uzao wake. Kwa hiyo, kwa kuwa sisi ni uzao wa Elohim, hatupaswi kudhani kwamba asili ya uungu ni kama dhahabu au fedha au jiwe, kitu kilichoumbwa kwa sanaa na mawazo ya mwanadamu. Kweli, nyakati hizi za ujinga Elohim alizipuuza, lakini sasa anaamuru watu wote kila mahali watubu, kwa sababu ameweka siku ambayo ataihukumu dunia kwa haki kwa yule mtu ambaye amemteua. Ametoa uthibitisho wa hili kwa wote kwa kumfufua kutoka kwa wafu. Na waliposikia juu ya ufufuo wa wafu, baadhi yao walimdhihaki, wengine wakasema, tutakusikiliza tena kuhusu jambo hili? Hivyo Paulo akaondoka kati yao. Hata hivyo, baadhi ya watu walijiunga naye na kuamini, miongoni mwao akiwa Dionysius Mwareopagi, mwanamke aitwaye Damarisi, na wengine pamoja nao. Hiyo inapatikana katika Matendo sura ya 17 mistari ya 16 hadi 34. Sasa sikiliza, kama umewahi kwenda Athens, unaweza kuelewa jinsi Paulo alivyochochewa na ule upagani wote uliokuwepo pale. Na leo najua mambo ni mepesi zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wake. Kile ninachojaribu kuonyesha ni kwamba Paulo alijaribu kuvuta usikivu wao kwa kuangazia kitu ambacho tayari walikifahamu, ambacho kilikuwa kuhusu madhabahu kwa Mungu asiyejulikana. Na kimsingi alijaribu kumhusisha Yahuwa na hili, akiwaambia kwamba ingawa hawakumjua, bado walikuwa wanajaribu kumjua. Sasa tunaweza ndani yetu tukajadili kuhusu mbinu hii aliyotumia Paulo. Kwa tunayojua sasa, nafikiri alicheza na moto, lakini alikuwa anajaribu kutoa hoja, ndiyo maana wanamsema vibaya. Lakini sitaki kufanya hii iwe kuhusu Paulo pekee. Hili ni kubwa kuliko Paulo. Kile ninachotaka kuzingatia ni kwamba ukiwaelewa wasikilizaji wake na wale aliokuwa anazungumza nao, utaelewa kilichotokea baadaye. Hebu tuangalie baadhi ya mistari hiyo. Mstari wa 18 unasema, kisha baadhi ya wanafalsafa wa Kiepikurea na Kistoa walikutana naye, na baadhi yao wakasema, msemaji huyu wa ovyo anataka kusema nini? Wengine wakasema, anaonekana kuwa mtangazaji wa miungu ya kigeni kwa sababu aliwahubiria Yahushua na ufufuo. Tena huo ni mstari wa 18. Kisha mstari wa 21 unasema, kwa maana Wathene wote na wageni waliokuwapo hapo walitumia muda wao wote kwa jambo moja tu, ama kusimulia au kusikia mambo mapya. Na kisha mwishoni mistari ya 32 hadi 34 inasema, na waliposikia juu ya ufufuo wa wafu, baadhi yao walimdhihaki, wengine wakasema, tutakusikiliza tena kuhusu jambo hili. Basi Paulo akaondoka miongoni mwao. Hata hivyo, baadhi ya watu walimfuata na kuamini. Miongoni mwao alikuwa Dionisio Areopagite, mwanamke aitwaye Damarisi, na wengine pamoja nao. Na hapa ndipo msingi unaopaswa kuelewa sasa hivi. Nataka ufuatilie hili kwa sababu tu wengi wa watu hawa wa mataifa waliamini katika Yahushua. Hii haikumaanisha kwamba waliamini ndani yake kulingana na ukweli wa maandiko ya Kiebrania. Na nitakuthibitishia hili, lakini nataka tu ufuatilie kile ninachoelezea. Unaona, tunajua kuhusu Biblia na tunafundishwa kuihusu kupitia Ukristo. Lakini kile ambacho hatukijui sana ni falsafa ya Kigiriki. Nitakuonyesha. Je, unajua kwamba falsafa ya Kigiriki imekuwa na athari ya kudumu nchini Marekani, kuanzia misingi ya demokrasia hadi muundo wa majengo muhimu na alama? Ndiyo,
Nchi hii ambayo inasemekana kuwa nchi ya Kikristo pia imeunganishwa na falsafa ya Kigiriki. Kwa mfano, kama nilivyosema, pamoja na demokrasia yake, mfumo wa kale wa Ugiriki wa kujitawala kidemokrasia ulikuwa msukumo mkuu kwa baba waanzilishi wa Marekani. Sawa, na tukiwataja waanzilishi, vipi kuhusu jinsi falsafa ya Kigiriki ilivyowashawishi waanzilishi hawa? Waanzilishi wa falsafa walisoma kazi za wanafalsafa wa Kigiriki kama vile Aristotle, Plato na Epicurus. Epicurus, subiri sekunde moja. Katika ule mstari ambapo Paulo alikuwa anawahubiria wanafalsafa, ilisema nini? Mstari wa 18 unasema, kisha baadhi ya wanafalsafa wa Epikurea na Stoiki walikutana naye. Unaona, Waepikurea walikuwa wafuasi au wanafunzi wa mwanafalsafa wa Kigiriki aitwaye Epicurus. Wale watu ambao Paulo alikuwa anawahubiria walikuwa wafuasi wa wale wanafalsafa wa Kigiriki ambao hawa waanzilishi wa kimasoni wa Marekani ya nchi hii ya Kikristo waliongozwa nao. Sikiliza, peke yako unapaswa kufanya utafiti kuhusu jinsi falsafa ya Kigiriki ilivyoathiri uundaji wa Marekani. Na maanisha, jiulize, kwa nini jamii zetu za kidugu zinatokana na ushawishi wa Wagiriki? Kuna mada ambayo haijatambuliwa kikamilifu ambayo lazima ionekane. Lakini ninaelewa nini? Ninaelekea kwenye Ukristo. Ukristo tangu msingi wake uliathiriwa sana na falsafa ya Kigiriki. Jambo hili linapuuzwa kabisa miongoni mwa wanatheolojia, wasomi, wachungaji na Wakristo adilifu kwa ujumla. Wakati hawa watu wa mataifa wa Kirumi walianza kukubali Injili, jinsi walivyokuwa wanapokea ukweli huu ilikuwa inafafanuliwa kama marekebisho na pia utimilifu wa falsafa ya Kigiriki na Kirumi. Ufafanuzi huu ulikuwa jukumu la watetezi wa kwanza wa Ukristo. Katika karne tatu za mwanzo, ili kuwafafanulia watu wa Roma, walikuwa wanaeleza jinsi Yesu, huyu Kristo, alivyotimiza falsafa zao za Kigiriki. Sasa nitazungumzia kuhusu mababa wa kanisa la mwanzo hivi karibuni kwa undani zaidi, lakini hebu nikusomee baadhi ya nukuu kutoka kwa baba huyu wa kanisa la mwanzo, Clement wa Alexandria. Anasema, kabla ya ujio wa Bwana, falsafa ilikuwa muhimu kwa Wagiriki kwa ajili ya haki, na sasa inakuwa njia ya uchaji. Ni aina ya mafunzo ya maandalizi kwa wale waliopata imani kupitia uthibitisho. Labda pia falsafa ilitolewa kwa Wagiriki moja kwa moja na kimsingi hadi Bwana atakapowawita Wagiriki. Kwa maana hii ilikuwa ni njia ya kufundisha ili kuleta akili ya Kigiriki kwa Kristo, kama vile sheria ilivyowafanyia Waebrania. Hiyo ndiyo kabila la Alexandria. Unaona, mwalimu anamaanisha mwalimu. Anachosema ni kwamba falsafa ya Kigiriki ilikuwa mwalimu wa kuleta akili ya Kigiriki kwa Kristo. Lakini baba yetu alisema hivi, asema Yahuwa, msijifunze njia ya mataifa, msifadhaike kwa ishara za mbinguni. Mataifa yanazifadhaikia. Hiyo ni Yeremia sura ya 10 mstari wa 2. Au alisema pia awali, wakati Yahwe Elohim wako atakapowakatilia mbali mbele yako mataifa unayoenda kuwamiliki na ukawafukuza na ukaishi katika nchi yao, jihadhari na nafsi yako usije ukanaswa kuwafuata baada ya wao kuangamizwa mbele yako, wala usiulize kuhusu Mungu wao akisema, je, mataifa haya yanawatumikiaje miungu yao? Mimi pia nitafanya vivyo hivyo. Usimwabudu Yahwe Elohim wako kwa njia hiyo. Kwa kila chukizo kwa Yahuwa analolichukia wameifanyia miungu yao. Kwa maana hata wana wao na binti zao huwachoma motoni kwa miungu yao. Chochote ninachokuamuru, jihadhari kukishika. Usiongeze chochote juu yake, wala usipunguze chochote. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mistari ya 29 hadi 32. Unajua, na hilo liko wazi. Hivi ndivyo alivyowaongoza watu wake. Hii ndiyo sababu aliviumba, mtakatifu na aliyetengwa na kila mtu mwingine. Kwa hivyo, hivi ndivyo alivyowaamuru watu wake. Lakini Wakristo wapya wanaamini kwamba falsafa yao ya Kigiriki ilikuwa kitu ambacho kilikuwa mwalimu, kuwaleta katika utii wa baba yetu na matamanio yake. Hapana kabisa, wamekosea kabisa. Lakini tuendelee kusoma. Pia alisema falsafa ya Kiyunani haielewi ukweli wote kwa ukamilifu. Zaidi ya hayo, haina nguvu kutenda amri za Bwana.
Hata hivyo, inaandaa njia kwa ajili ya mafundisho ya kifalme ya kweli. Wanaamini kwamba falsafa ya kipagani ya Kigiriki iliandaa njia kwa mafundisho ya kifalme. Pia alisema falsafa si zao la uovu, kwa kuwa inawafanya watu kuwa wema. Kwa hivyo inafuata kwamba ni kazi ya Mungu? Hapana kabisa. Sikiliza, nina mengi zaidi ya kushiriki, lakini ninajenga tu, naandaa jukwaa hapa. Kwa hivyo tu, unajua, Clemento Alexandria alikuwa baba wa kanisa la mapema la karne ya pili. Alikuwa mkuu wa shule ya katekesi katika kanisa la Alexandria. Katekesi hiyo ni shule ambayo ilikuwa inahusu kuandaa mafundisho ya kidini yaliyotolewa kwa mtu kwa ajili ya ubatizo au kipaimara cha Kikristo. Alikuwa mwanzilishi wa fundisho hilo. Yeye ni muhimu sana, si tu kwa sababu ya yeye ni nani, bali pia kwa sababu ya wale aliowafundisha. Mwanafunzi wake maarufu zaidi alikuwa Origen. Origen alikuwa mchangiaji mkuu katika teolojia ya Kikristo. Anachukuliwa sana kama mmoja wa wanateolojia wa Kikristo wenye ushawishi mkubwa zaidi. Anajulikana kwa mchango wake katika maendeleo ya fundisho la utatu na nadharia ya fidia ya upatanisho. Pia alikuwa mtangulizi wa teolojia ya kifalsafa ndani ya kanisa. Na tena tutazungumza zaidi kuhusu watu hawa wote hivi karibuni kwenye video inayokuja, lakini nataka uelewe msingi wao. Walipokuwa wakitengeneza teolojia ya Kikristo ambayo kanisa la Kikristo bado linashikilia hadi leo, hawakuwa na msingi katika imani ya Waebrania, bali walikuwa na msingi katika falsafa ya Kigiriki. Na Paulo alionya dhidi ya falsafa na wanadamu, lakini wao waliikumbatia na wakaijengea hoja. Na hilo linanileta kwenye jina la Mkristo. Sikiliza, hili ni la kina zaidi. Hivyo, nieleze misingi. Tuanze na Plato. Sasa, sitamzungumzia kwa undani, lakini lazima nieleze hili. Kwanza kabisa, Plato alikuwa nani? Plato alikuwa mwanafalsafa wa kale wa Kigiriki huko Athene kuanzia karne ya 5 kafkaf, mwanafunzi wa Socrates, mwalimu wa Aristotle, mwanzilishi wa chuo cha Plato. Anajulikana zaidi kama mwandishi wa kazi za kifalsafa zenye ushawishi usio na kifani na ni mmoja wa watu mashuhuri wa kale. Familia yake ilikuwa ya watu mashuhuri na mashuhuri. Upande wa baba yake ulidai kuwa na asili ya mungu Poseidon. Anachukuliwa kuwa mfikiriaji mkuu katika falsafa ya Magharibi. Huyo ndiye Plato. Nitamtumia kama mfano hapa kwa sababu labda yeye ndiye mwenye ushawishi mkubwa zaidi. Wakati Ukristo ulikuwa unaundwa, wanafalsafa wa Kirumi walirudi kwenye mawazo ya watu kama Plato na wakaunganisha fikra zake na uelewa wao kuhusu Masia wa Kiebrania. Wengine wanaamini kwamba falsafa ya Plato iliandaa ulimwengu wa Kigiriki na Kirumi kwa ajili ya ufunuo wa Kristo. Kwa mfano, ukikagua baadhi ya kazi za Plato kama vile The Republic, Jamhuri ya Plato, iliyoandikwa mwaka 375 kabla ya Kristo, ni mojawapo ya kazi zinazojulikana zaidi na mojawapo ya kazi zenye ushawishi mkubwa zaidi katika falsafa duniani. Inaelezea mauaji ya mtu mwenye haki ambaye alikuwa mfano halisi wa wema, wa kweli na mzuri ambao Wakristo wa mapema waliamini ulikuwa ukiwaandaa kwa ajili ya kukubaliwa kwa mpakwa mafuta wao. Hii ndiyo falsafa aliyoiunda. Unaona, Plato alikuwa mwanafalsafa aliyependwa zaidi na mtu niliyemtaja hapo awali, Clemento Alexandria.